Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital, tusikilize tafakari ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo leo tarehe 28 mwezi wa 10. Yeye anatarajia kutoka kwetu moyo mkuu, kujitoa kwa mapenzi ya Mungu na ari ya kulitukuza jina lake. Tusitawishe kanuni hizo takatifu kwa kumtumikia Mungu kwa furaha. Yeye anatarajia kutoka kwetu moyo mkubwa, kujitoa kwa mapenzi ya Mungu na ari ya kulitukuza jina lake. Tusitawishe kanuni hizi takatifu kwa kumtumikia Mungu kwa furaha. Mpendwa, Mtakatifu Gaspari anatupatia tafakari juu ya kanuni takatifu zinazotuwezesha kumtumikia Mungu vyema na kwa furaha. Mpendwa, Mtakatifu Gaspari, yeye aliye mfano na mwombezi wetu, alikuwa na moyo mkubwa kwa Mungu. Alijitoa maisha yake yote kutimiza mapenzi ya Mungu na alitukuza jina la Mungu. Kwa sababu hizo, aliweza kumtumikia Mungu kwa furaha. Hivyo anatualika sisi sote kuzingatia kanuni hizo katika kumtumikia Mungu. Kwanza, kuwa na moyo mkubwa au moyo mkuu unaomwelekea Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 23. Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 23 anatutaka sisi kama wafuasi wake kuwa na moyo mkuu unaomwelekea yeye, kwa kuwa tayari kuibeba misalaba yetu na kumfuata. Lakini pia ili tumtumikie vyema Mungu, Mtakatifu Gaspari anatualika kujitoa kwa mapenzi ya Mungu. Yaani kufanya kila ambacho Mungu anatuita tufanye, na tufanye yote kwa upendo na utayari, na tutambue kuwa yote tunayoitwa kuyafanya si mapenzi yetu, bali ni mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Rejea Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 42. Lakini pia Mtakatifu Gaspari anatualika kuwa ili tumtumikie vyema Mungu wetu, tunapaswa kuwa na ari ya kulitukuza na kulisifu jina la Mungu kupitia ibada na sala mbalimbali, matendo yetu na kila jambo tunalofanya, tukitambua kuwa yeye ndiye mpaji wa kila kitu tulichonacho, hivyo anastahili utukufu na sifa zote. Mpendwa, Mtakatifu Gaspari anasema kuwa tutaweza kuwa na moyo mkubwa na tutaweza kujitoa kwa mapenzi ya Mungu na kuwa na ari ya kulitukuza jina la Mungu kama tutamtumikia yeye kwa furaha. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya 22 hadi 23 tunapata matunda ya Roho Mtakatifu, na furaha ni mojawapo ya matunda hayo. Hivyo tumwombe Mungu Roho Mtakatifu awe pamoja nasi katika kumtumikia Mungu na atupatie furaha ili tuweze kumtumikia Mungu siku zote za maisha yetu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Wilson Fagens wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.